Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu Kasako Media. Taiwan yaongoza ajenda Beijing kwa mkutano wa rais wa China Xi Jinping wiki hii na rais wa Marekani Donald Trump. Wawili hao walifurahi kupuuza kisiwa hicho kinachojitawala wakati wa mkutano wao mwezi Oktoba. Lakini huku kukiwa na vita vinavyoendelea nchini Iran, China inaashiria kwamba sasa ni wakati mwafaka wa kukabiliana na mzozo wao mkubwa wa kijeshi. Kipaumbele cha Xi ni kuisukuma Marekani kuiondoa mauzo ya silaha kwa Taiwan na kupinga hadharani uhuru wa Taiwan. Kwa kufanya hivyo, China inadai kutapunguza hasara ya vita vya mtambuka na kuendana na ahadi za Washington za zamani zinazodaiwa. Baadhi ya wachambuzi wa sera tayari wamerudia hoja hizi za mazungumzo, wakiitaka Marekani kudhibiti Taiwan ili kutuliza China na kuhifadhi amani. Nadharia ni kwamba wanasiasa wa Taiwan wanaichochea China kwa kufanya mabadiliko madogo katika istihali zao. Hatua hizi zinatishia utulivu wa pande zote, kama vile vizuizi vikubwa vya jeshi la ukombozi wa watu na safari za makombora. Lakini madai kama hayo yanaonyesha kutokuelewana kwa kina kuhusu mvutano wa pande mbili. Wachambuzi wanapozingatia mambo madogo madogo ya lugha, wanahalalisha hasira ya China. Wanashindwa kuelezea jinsi Washington inavyoshinikiza Taiwan itakavyoridhisha Beijing. Wakati huo huo, rekodi ya Jamhuri wa Watu wa China ya kulazimishwa kijeshi chini ya Xi Jinping inafanya malengo ya China kuwa wazi kabisa. Kukubali kwa Marekani matakwa ya Beijing hakutatuliza mlango bahari wa Taiwan. Badala yake, kukubali matamshi ya China kutaongeza chaguzi za Xi, kupunguza kubadilika kwa Trump na kuzidisha msimamo wa majadiliano ya Washington na Taipei. Marekani na Taiwan zinapaswa badala yake kuendelea kuimarisha ushirikiano wao wa usalama, zikipuuza maandamano ya Beijing. Usalama halisi unatokana na kuendeleza nguvu kali, si mabadiliko madogo katika istihali. Basi kwa kupata mengi zaidi, jiunge na Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.